kiuchumi. Mbinu zitakazotumika kuinua au kukuza uchumi wa kanisa. Mbinu zitakazotumika kuinua au kukuza uchumi wa kanisa. Mbinu zitakazotumika kuinua au kukuza uchumi wa kanisa. Natumia mbinu gani? Na kanisa ni mtu uliyeokoka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni nani? Ni mtu wewe uliyeokoka. Ni hii jumuiya ya ninyi waaminio. Tunazungumza ni kwa jinsi gani uchumi wako unaweza ukaongezeka. Namba moja. Andika namba moja. Kila Mkristo ndani ya kanisa kuwa na bidii ya kufanya kazi kwa hali ya kujituma na maarifa. Kila Mkristo ndani ya kanisa kuwa na bidii ya kufanya kazi kwa hali ya kujituma na maarifa. Ailime na kuitunza. Ndiyo, unaona inatosha ili ailime na kuitunza. Hilo ni jukumu, na tunausoma huo mstari kwa sababu watu wengine wanadhani kufanya kazi ni kama sehemu ya adhabu. Kumbe kufanya kazi ulikuwa ni wajibu wa kwanza kabisa ambao Mungu alimpa mwanadamu. Baada tu ya Adamu kuumbwa, jukumu la kwanza aliloambiwa ni kulima bustani ya Edeni na kuitunza. Kwa ina maana kama alikuta kuna machungwa machache, alitakiwa kuyaongeza kila wakati. Kama alikuta kuna miche ya miembe michache, alitakiwa kuiongeza. Ilikuwa ni jukumu la kufanya kazi alilopewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kufanya kazi. Misali 10 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Misali 10 mstari wa 4. Maandiko yanasemaje? Misali 10 mstari wa 4. Misali 10 mstari wa 4. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Afanyaye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini. Bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Bali mkono wake aliye na bidii unamtajirisha. Unasikia? Utajiri tunaupata kwenye kazi zetu. Sasa watu wengine wanashughulika kuomba Mungu awape nini? Awape utajiri, huku hawataki kufanya kazi. Ndiyo, muombe Mungu, lakini huku unafanya nini? Kazi. Unafanya kazi. Yeye ukimuomba, anasema anabariki kazi za mikono yako. Kwa hiyo usiende tukuomba utajiri kwa Mungu, huku ni mvivu, huku ni mzembe, hutaki kufanya kazi. Mungu hatakupa utajiri kwa njia isiyokuwa na kitu unachokifanya. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Biblia inasemaje? Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Unasikia maandiko yanasema Mungu anachokifanya sio kukupa utajiri. Anakupa nguvu za kupata utajiri. Anakupa uwezesho wa kupata utajiri kupitia kazi za mikono yako. Unaweza ukafanya nini? Unaweza ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna Wakristo wavivu kweli, hawataki kufanya kazi na wanataka wafanikiwe, wanataka wapate baraka. Unapata baraka kutoka wapi? Na ndio maana watu wameingia kwenye kujaribiwa, wanaenda kwa waombeaji kwenda kupewa baraka za kudaka. Hebu daka, unaambiwa udake baraka. Baraka zinadakwa tu. Eti daka gari lako la kifahari, daka Prado lako, na wewe kweli unaruka unafanya nini? Unadaka.
Daka masofa yako ya milioni 10, unaruka kweli, unadaka. Daka jumba lako la kifahari, unadaka. Lakini mpaka unazeeka, mpaka unakufa, ulidaka, huwezi kuiona hiyo nyumba. Kwa sababu gani? Nyumba inapatikana wapi? Mwangalizi, tusomee Misali 24 mstari wa 27. Ndio upatikana. Nyumba utaipata wapi? Misali 24 mstari wa 27. Ndio mahala unapoweza kupata nyumba yako. Tengeneza kazi yako huko nje. Tengeneza kazi yako huko nje. Jifanyizie kazi yako tayari shambani. Jifanyizie kazi yako tayari shambani. Ukiisha jenga nyumba yako. Ukiisha kufanya kazi, jenga nyumba yako. Amen. Unasikia maandiko matakatifu? Ukishamaliza kufanya kazi sasa, nyumba utaipata kwenye kazi yako. Jamani wa Kristo, tufike mahala tujihurumie. Bwana Yesu asifiwe. Fanya nini? Na tukatae. Kwa sababu Mungu wangu niliyemwamini ameahidi kunitajirisha. Lakini ndugu yangu, utajiri wako unapatikana kwenye kazi za mikono yako. Je, unafanya kazi gani wewe? Uulize. Sikia Biblia inasema, afanyaye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini. Imarisha mkono wako. Usifanye kazi kilegevu. Maana Biblia inasema, afanyaye kazi kwa bidii hupata utajiri. Unafahamu siri ya utajiri wako? Unafahamu siri ya utajiri wako? Kwenye mikono yako hiyo. Ukifanya kazi kwa bidii, kaacha uvivu, utatajirika. Lakini ukiendelea na uzembe wako, utaendelea kuwa maskini. Utakufa kwenye nyumba ya tembe. Nyumba ya tembe. Nitafia kwenye nyumba ya kifahari, kwa sababu mimi ni mtoto wa mfalme Yesu, na ni tajiri. Baba yangu ameahidi kunitajirisha. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, pokea maelekezo hayo. Fanya kazi kwa bidii, utapata utajiri. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Naomba tukae.